Sura ya 7. Luther, shujaa kwa wakati wake. Katika watu waliotumiwa na Mungu kulitoa kanisa katika giza la upapa na kuwaleta katika nuru ya kweli ya Biblia na imani halisi, Martin Luther ni mmoja wa watu hao. Katika mstari wa mbele, hakujua kuogopa kitu kingine ila Mungu tu, wala hakujua msingi mwingine wa imani ila ule uliomo katika Biblia. Alikuwa shujaa kwa wakati wake. Alikulia katika jamaa ya mkulima katika nchi ya Ujerumani. Baba yake alikusudia kuwa afanye kazi ya wanasheria, lakini Mungu alimkusudia awe mjenzi wa hekalu lake ambao lilikuwa likikua polepole kwa karne nyingi. Shule ya Mungu ilimfundisha Luther mpaka akahitimu. Ilikuwa shida, dhiki na maisha magumu sana. Baba wa Luther alikuwa mtu hodari mwenye nia thabiti. Mawazo yake yalimwaminisha kuwa maisha ya utawa na kawaida zake hayafai. Alichukizwa Luther alipoingia katika hali ya utawa bila kumuuliza. Ilipita miaka 2 kabla baba wa Luther hajapatanishwa na mwanawe. Hata hivyo, nia yake ilikuwa ile ile. Wazazi wa Luther walijitahidi kuwaelimisha watoto wao katika neno la Mungu. Juhudi yao ilikuwa ni kuendelea kuwatayarisha watoto wao wafai kutumika maishani. Wakati mwingine walikazana kwa uaminifu. Hata Luther mwenyewe alipendezwa pia na nia hiyo. Katika shule, Luther alitendewa kikatili. Mara nyingi alishinda na njaa. Hali ya mawazo ya kidini ilimwongofya. Alipolala usiku, alikuwa na moyo wa huzuni. Mara nyingi alimdhania Mungu kuwa ni jitu kali lisilo na huruma kwa wakosaji kuliko Baba wa mbinguni mwenye huruma. Alipoingia katika chuo kikuu cha Erfurt, alikuwa na hali nzuri kuliko kwanza. Wazazi wake walikuwa wamejiwekea akiba kidogo, waliweza kumsaidia katika mahitaji yake, na marafiki zake wema waliweza kumfariji ajione nafuu. Kwa njia hiyo, hapa mawazo yake yalipanuka. Kwa bidii yake, mwisho akajikuta juu kati ya wenzake. Luther hakuacha kuomba kila siku. Roho yake ilikuwa na faraja na maongozi ya juu. Kila mara alisema, kuomba vyema ni bora, ni nusu ya mafundisho. Siku moja aligundua Biblia ya Kilatini katika maktaba ya chuo kikuu. Alikuwa hajaona kitabu hicho. Alikuwa amesikia sehemu ya Injili na nyaraka ambazo alidhani kuwa ndizo Biblia kamili. Sasa kwa mara ya kwanza katika maisha yake alisoma neno kamili la Mungu. Alisoma kwa kicho na mshangao mkubwa, huku akirudia mara kwa mara na kusema, lo, Mungu anijalie nipate Biblia yangu mwenyewe. Malaika alikuwa karibu naye. Miali ya nuru ya neno la Mungu ilifunua hazina kuu katika mawazo yake. Akajiona wazi kuwa yu mwenye dhambi. Akitamani kuwa na amani pamoja na Mungu, Luther alijitahidi kuishi katika hali ya utawa. Katika hali hiyo, alitakiwa kufanya kazi ngumu sana, yaani kutumika kitumwa na kuombaomba vitu nyumba kwa nyumba. Alivumilia mambo hayo yote akidhani kuwa hivyo ndivyo njia ya kusamehewa dhambi zake. Akitumika kwa jinsi hiyo na kujinyima usingizi saa za kulala na hata saa za kula pia, Luther alipendelea kusoma Biblia kila alipopata nafasi, hata kama ni ndogo. Alipata Biblia imefungwa ukutani kwa mnyororo katika nyumba ya watawa. Kwa hiyo alikwenda huko kila mara ili kuisoma. Aliishi maisha ya kitawa kweli kweli. Alifunga kila mara na kukesha usiku kucha. Alijiadhimu mwenyewe ili kufukuza dhambi zilizomo ndani yake. Baadaye alisema, kama watawa wataingia mbinguni kwa njia ya kuishi kitawa, mimi bila shaka nitaingia. Ikiwa inatakiwa zaidi ya haya, mimi nitaendelea hata kufa. Pamoja na juhudi hizo zote, lakini Luther hakupata pumziko wala faraja yoyote. Mwishoni alifika ukingoni mwa kukata tamaa. Alipoona kwamba mambo yote yamekuwa kazi bure, Mungu alimwinulia mwezi jina Staupitz. Huyu Staupitz alimfunulia Luther neno la Mungu. Mawazo yake yakafunguka. Staupitz alimshauri kumtazama Yesu wala asijitumainie mwenyewe. Akamwambia, badala ya kujitesa ili usamehewe dhambi, jikabidhi katika mikono ya Mwokozi. Mtumaini yeye na haki yake tu. Ukitumaini dhambi yake kwa ajili ya ondoleo la dhambi, maana alikufa ili tuishi. Mwana wa Mungu alifanyika kuwa mwanadamu
ili kukupatia uhakika wa rehema za Mungu. Mpende yeye, maana yeye alikupenda kwanza. Maneno ya Staupitz yaliugusa moyo wa Luther, akapata faraja katika moyo wake wenye wasiwasi. Luther alipofanywa kuwa kasisi, aliitwa kuwa mwalimu mtaalamu katika chuo kikuu cha Wittenberg. Alianza kufundisha juu ya Zaburi na Injili na nyaraka kwa makundi ya watu waliokuwa na hamu sana ya kusikia. Staupitz akamshauri apande mimbarani ili ahubiri, lakini Luther akajiona kuwa hastahili kuhubiri badala ya Yesu. Baada ya mashindano makubwa, ndipo alikubali mashauri ya rafiki yake, yaani hahubiri. Alikuwa mtu hodari katika maandiko na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Maelekezo yake ya wazi na ujuzi wake wa maandiko viliwavuta watu kiasi cha kuzibua mioyo yao. Wakati huo Luther alikuwa bado mwana wa ukweli wa Rumi. Hakudhani kuwa atakuwa mtu mwingine. Alipotakiwa kwenda kuzuru Rumi, alisafiri kwa miguu, akilala katika nyumba za watawa njiani. Alishangazwa na fahari aliyoiona. Watawa walikuwa wakiishi katika nyumba za fahari kabisa, wakivaa mavazi rasmi yenye bei ghali sana na kula chakula cha kianasa kweli kweli. Mawazo ya Luther yakatatanika. Baadaye kwa mbali aliona mji wa Rumi ukijengwa kwenye vilima 7. Akajitandaza chini akisema, Rumi mtakatifu na kusalimu. Alizuru makanisa akisikiliza hadithi za ajabu za mapadri na watawa na kushiriki katika kawaida zao zilizotakiwa. Kila mahali aliona mambo ya ajabu, maovu yaliyoonekana kati ya viongozi, ufedhuli wa maaskofu, vyote vilimstaajabisha. Alishangazwa na upotofu uliotendwa hata wakati wa huduma. Alikuta matendo ya uasherati na ulevi na uchafu wa kila namna. Aliandika akasema, mtu hawezi kuwaza kwamba dhambi mbaya hizi hutendeka Rumi. Watu husema kama iko jehanamu, Rumi imejengwa juu yake. Ukweli juu ya ngazi ya Pilato. Msamaha umeahidiwa na Papa kwa mtu yeyote atakayepanda ngazi za Pilato kwa magoti. Yasemekana ngazi hiyo ililetwa kwa miujiza ya Rumi toka Yerusalemu. Siku moja Luther alikuwa akizipanda ngazi hizo wakati aliposikia sauti kama ngurumo ikisema, mwenye haki ataishi kwa imani. Warumi sura ya 1 mstari wa 17. Mara akasimama kwa hofu na mshangao. Tokea siku hiyo aliona dhahiri jinsi ilivyo upuuzi wa kutegemea matendo mema kwa wokovu. Akageuzia Rumi uso wake, yaani akaondoa matumaini yake kwa Rumi. Tokea wakati huo nia ya matengano na Rumi ikazidi kukua mpaka akavunja uhusiano wake na kanisa la mapapa. Baada ya kurudi kutoka Rumi, Luther alipokea shahada ya juu ya udaktari wa Biblia, yaani Doctor of Divinity. Sasa alikuwa na uhuru wazi wa kushughulikia mambo ya Biblia kuliko zamani. Hayo ndiyo aliyoyapenda mno. Alikuwa amejiwekea nadhiri kulihubiria kwa uthabiti neno la Mungu, wala sio mafundisho ya mapapa. Sasa hakuwa mtawa wa kawaida tu, bali alikuwa mhubiri halali wa Injili aliyeitwa kuwalisha kondoo wa Mungu ambao wanateseka kwa njaa na kiu ya neno la Mungu. Alitangaza kwa nguvu kwamba Wakristo lazima wapokee mafundisho kutoka kwa Biblia tu, wala si mahali pengine. Makutano yenye hamu ya neno walikusanyika. Habari njema za upendo wa Mwokozi na msamaha wa dhambi unaopatikana kwa njia ya damu yake vilijaza furaha katika mioyo yao. Huko Wittenberg, nuru ya Injili ilikuwa imewashwa tayari, ambayo itazidi kung'aa mpaka mwisho wa wakati. Lakini kuna mapambano baina ya kweli na kosa. Mwokozi wetu mwenyewe alisema, sikuja kuleta amani ila upanga. Mathayo sura ya 10 mstari wa 34. Luther naye alisema, badala ya kuanza matengenezo, Mungu ananisukuma kwenda mbele. Natamani kustarehe, lakini nimetupwa katikati ya machafuko na fujo. Uuzaji wa msalaba. Kanisa la Rumi lilifanya biashara ya neema ya Mungu chini ya ombi la kukusanya fedha za kujengea kanisa la Petro Mtakatifu huko Rumi. Vyeti vya msamaha wa dhambi vilitolewa kwa kuuzwa kwa agizo la Papa. Kwa bei ya makosa, hekalu litajengwa ili kumwabudu Mungu. Jambo la namna hii ndilo lilochochea adui za Papa wakaanzisha vita vilivyotetemesha utawala wa Papa na kuiondoa taji kichwani mwa Papa. Tetzel ambaye aliwekwa huko Ujerumani ili auze vyeti hivyo
wa msamaha wa madhambi, alipatikana na hatia ya kudhulumu watu na kuasi sheria ya Mungu, lakini aliwekwa kuajiri mradi wa askari wa kukodiwa wa papa katika Ujerumani. Alijulikana kwa ulaghai wake wa kudanganya watu wajinga kwa hadithi za ajabu ajabu na kuwadaa. Kama wangelipokea neno la Mungu wasingelidanganyika, lakini Biblia iliondolewa kwao, kwa hiyo wakabaki tu katika hali ya ushirikina. Tetzel alipokuwa akiingia mji fulani, mjumbe humtangulia na kutangaza, neno la Mungu na ya Baba Mtakatifu imewafikieni. Basi watu humkaribisha mwenye kufuru huyu kana kwamba ndiye Mungu hasa. Tetzel akipanda mimbarani katika kanisa husifu sana vyeti vya msamaha na kusema hivyo ndivyo karama ya Mungu ya thamani kwa wanadamu. Husema kuwa kwa njia ya vyeti hivyo dhambi zote ambazo mtu atatenda baadaye husamehewa, wala hakuna haja ya kutubu. Cheti kimekamilisha mambo yote. Cheti kimekamilisha mambo yote. Aliwahakikishia wasikilizaji wake kwamba cheti hicho kina uwezo wa kuokoa mtu aliyekufa. Mara ile fedha inapotumbukizwa katika kisanduku, roho ya marehemu hupita moja kwa moja bila kuingia matesoni kwanza mpaka mbinguni. Hiyo fedha na dhahabu vikamiminika katika sanduku la Tetzel. Wokovu uliopatikana kwa njia ya kununua ulikuwa rahisi kuliko wokovu unaopatikana kwa njia ya kutubu. Imani na juhudi ya kupinga majaribu ya dhambi mpaka mtu apate ushindi. Luther alijazwa na hofu mno. Wengi hata katika watu wake walikuwa wamenunua vyeti vya msamaha. Mara wakaanza kumjia mchungaji wakiungama dhambi, huku wakitizama kupata ondoleo la dhambi kwa njia hiyo, wala si kwa njia ya kujuta na kuziacha, wakitumaini vyeti kwamba vitawakamilisha. Luther alikataa mambo hayo na kuwaonya kuwa wasipotubu kamili na kugeuka moyo Tetzel wataangamia katika dhambi zao. Wakamwendea Tetzel wakilalamika kwamba yeye aliyekwenda kumuungamia amekataa vyeti vyao, hata wengine wakidai warudishiwe fedha zao. Yule mtawa Tetzel akatoa matusi mazito kwa hasira nyingi, akaagiza moto uwashwe uwanjani na akasema kuwa ameagizwa na Papa kuchoma mtu yoyote atakayepinga mpango huo mtakatifu. Kazi ya Luther yaanza sasa. Sauti ya Luther ikawa ikisikika mimbarani akitoa maonyo. Alionya watu wazi ubaya wa tabia ya kutenda dhambi na ya kwamba mtu hawezi kwa bidii yake kujiondolea hatia ya dhambi na kuondokana na adhabu yake. Hakuna njia nyingine ya kuondokana na hayo na kutuokoa ila tu ni toba ya kweli na imani kamili katika Mwokozi aliyetufia. Neema ya Kristo haiwezi kununuliwa na kipawa cha bure. Aliwashauri watu wasinunue vyeti vya msamaha ili wamtazame Mwokozi aliyesulubishwa kwa imani. Aliwasimulia jinsi alivyojitaabisha ili apate amani, lakini ikawa kazi bure. Mpaka alipomwamini Kristo ndipo akawa na amani na furaha. Kadiri Tetzel alivyoendelea na majivuno yake, Luther alikusudia kumpinga dhahiri. Kanisa la Wittenberg lilikuwa na vitu vya ukumbusho. Kwa siku za sikukuu huonyeshwa msamaha kamili wa dhambi ulitolewa kwa wote waliofika kanisani na kuungama. Mojawapo ya sikukuu za namna hiyo ilikuwa karibu kutokea. Luther pia akiungana na msafara huo wa kwenda kanisani, alikwenda akatundika katika mlango wa kanisa maneno 95 yanayopinga uuzaji wa vyeti vya msamaha. Maneno hayo aliyoyatundika yaliwavutia watu wote, yalisomwa na kukaririwa kila upande. Mji mzima ukataharuki. Ikaonekana wazi uwezo wa kusamehe makosa na kuondolewa adhabu ya dhambi haukutolewa kwa Papa kamwe au kwa mtu mwingine yeyote. Ikafahamika kuwa neema ya Mungu na msamaha wa dhambi ni bure kwa wote wanaotubu na kuamini. Maneno ya Luther yalienea katika nchi yote ya Ujerumani na kwa muda wa majuma machache yalienea Ulaya yote. Watu wengi walikuwa wafuasi kamili wa Rumi, waliyasoma maneno hayo ya Luther kwa furaha kubwa. Wakatambua kuwa hiyo ni sauti ya Mungu. Wakaona kuwa Bwana amenyosha mkono wake ili awatoe watu katika upotofu unaoendeshwa na kanisa la Rumi. Wakuu wa nchi na mahakimu walifurahia kisirisiri kwamba kumetokea kigingi cha kusimamisha majivuno ya upotofu wa Rumi. Makasisi wenye hila walipoona kuwa pato lao linahatarishwa, walichukizwa mno. Hivyo Luther akakabiliwa na washtaki wenye uchungu sana.
aliposhtakiwa alisema, nani hajui kuwa ni mara chache mno, nani hajui kuwa ni mara chache mno mtu kuweka kitu kipya bila kushtakiwa kuwa mchafuzi? Kwa nini Kristo na wafia dini wote waliuawa? Kwa sababu walifanya mambo mapya bila kwanza kujinyenyekeza na kupata idhini ya wakubwa. Malaumu ya adui za Luther na kumwelewa kwao vibaya na chuki yao juu yake vilimfurikia kama gharika. Yeye alitumaini kuwa viongozi watamuunga mkono, kwa hiyo alitulia tu. Katika jaribio lake aliona matumaini mema na kuamsha kanisa, lakini sasa matumaini yake yamegeuka kuwa malaumu. Wakuu na viongozi wengi wa kanisa waliona kuwa maneno haya ya kweli wakiyapokea yatadhoofisha mamlaka ya Rumi, maana yatakomesha mfuriko wa fedha zinazokuja kwa hazina yake, na hivyo utukufu wa Rumi utafifia. Kufundisha watu wamtazame Kristo peke yake kutaangusha utawala wa Papa na mwishowe kuangamiza mamlaka yake. Kwa hiyo wakakataa ukweli huo wa kumtazama Kristo kwa kumpinga mtu aliyetumwa kuwaletea nuru. Luther alitetemeka alipofikiria mtu mmoja kupingana na uwezo mkuu katika nchi. Aliandika na kusema, mimi ni nani nishindane na uwezo mkuu wa Papa ambayo wafalme wa nchi na ulimwengu wote umtetemekea? Hakuna ajuaye jinsi moyo wangu ulivyofadhaika katika muda wa miaka miwili hii na jinsi nilivyokata tamaa na kuzama. Lakini msaada wa kibinadamu uliposhindikana, alitazama kwa Mungu peke yake. Aliweza kutulia kwa amani katika mkono wa Mungu wenye nguvu zote. Alimwandikia rafiki yake Luther, alisema, wajibu wako wa mwanzo ni kuanza na maombi. Usitumaini kitu chochote kutoka kwako, kwa uwezo wako au kwa akili zako. Mtumaini Mungu kamili na katika mvuto wa Roho wake. Hilo ndilo fundisho kwa watu wote waliojisikia kuwa wameitwa na Mungu kutoa ujumbe wa kweli kwa wakati huu. Katika mashindano na maovu kunahitajika uwezo zaidi ya ule wa kibinadamu na hekima zaidi ya kibinadamu. Luther asimama na Biblia tu. Wakati adui za Luther walipokuwa wakitetea mapokeo ya kibinadamu, Luther yeye aliwapinga kwa njia ya kutumia Biblia tu, nao hawakuweza kumshinda. Kutokana na mahubiri na maandishi ya Luther, machache ya nuru ya Injili yalianza kutokea. Nuru hiyo iliwamulikia watu maelfu. Neno la Mungu lilikuwa kama upanga mkali ukatao kuwili. Ulikata mioyo ya watu. Macho ya watu yalifumbwa na mapokeo ya kibinadamu kwa muda mrefu yalifumbuliwa. Wakaacha matumaini ya bure ya kuwatumaini watu ili wapate wokovu, wakamtumaini kwa imani Kristo Mwokozi aliwafia. Mwamko mkuu huo uliwaogofya watawala wa kipapa. Ndipo Luther akapokea kuitwa shaurini huko Rumi. Rafiki zake walifahamu hatari ya kwenda Rumi ambako kumejaa mauaji ya watakatifu. Wakamshauri asiende Rumi, ila shauri lake lisikilizwe Ujerumani. Jambo hilo lilikubalika na Papa, akatuma mjumbe wake ili alisikilize huko Ujerumani. Mjumbe alifahamishwa kwamba Luther amekuwa mzushi tayari, kwa hiyo lazima ashitakiwe bila kuchelewa. Mjumbe alikabidhiwa madaraka ya kumamrisha katika Ujerumani nzima, kumtia kizuizini na kumlaani, kumpiga marufuku na kumtoa katika umoja wa kanisa, kuwaharamisha watu wote wanaoungana naye, kuwazuia wote katika vyeo vyote walivyo navyo kanisani na serikalini, isipokuwa mfalme atakayepuuza kumkamata Luther na wafuasi wake na kuwatoa wakabidhiwe Rumi. Hakuna alama ya Ukristo wa kweli iliyoonekana katika hati hiyo, wala aina yoyote ya haki. Luther hakuwa na nafasi ya kujitetea na kuonyesha sababu ya msimamo wake, walakini alitajwa tu kuwa ni mzushi na kuhukumiwa pale pale. Wakati Luther alipokuwa mpweke na kuhitaji mwenzi, Mungu alimtuma Melanchthon huko Wittenberg ili amsaidie na kumshauri. Hali ya Melanchthon na tabia yake imara na pamoja na hekima yake vilimpatia sifa njema iliyokubaliwa na wote. Mara moja mtu huyo akawa mwenzi mpenzi wa Luther. Uangalifu wake, uaminifu wake na upole wake vilikuwa sifa za kumtia moyo na nguvu Luther. Huko Augsburg palikuwa pamechaguliwa kuwa mahali pa kusikiliza mambo ya Luther, na Luther akasafiri kwa miguu kwenda huko. Vitisho vilikuwa vimetolewa kwamba ataviziwa njiani na kuuawa,
Kwa hiyo rafiki zake walimsihi asijihatarishe kusafiri, lakini jibu lake lilikuwa, mimi ni mtu afananaye na Yeremia, mtu wa mashindano na mtu mbishi. Kadri vitisho vinavyozidi, ndivyo furaha yangu inavyoongezeka. Wamekwisha kuniharibu sifa na heshima yangu tayari, walakini hawawezi kuniondoa roho yangu. Mtu anayetaka kuwa mhubiri wa neno la Kristo ulimwenguni hana budi atazamie kifo wakati wowote. Habari za kwenda kwa Luther huko Augsburg ziliwafurahisha sana wajumbe wa Papa. Mtu mkorofi anayechafua ulimwengu aonekana sasa katika uwezo wa Rumi, hivyo hawataweza kuepuka. Wajumbe wa Papa waliazimu kumlazimisha Luther ili akane imani yake, au kama hilo halitawezekana, wamtie mikononi mwa walinzi, wampeleke Rumi ili akashiriki mambo yaliyowapata akina Hus na Jerome. Hivyo basi, mjumbe wa Papa akashauri kwa njia ya balozi kwamba wamshawishi Luther asafiri bila mlinzi, akitumaini tu bahati yake. Jambo hili lilikataliwa na Luther. Hakukubali kusafiri mpaka apate kuhakikishiwa na mfalme kuwa atamlinda kamili, ndipo atakubali kwenda kuonana na wajumbe wa Papa. Basi wajumbe wa Papa walikusudia kumshawishi Luther kwa ujanja. Wakaonekana kuwa watu wa upendo mwingi kwa Luther, wakamshauri akubali tu kushikamana na kanisa na kanuni zake bila ubishi wala kuojiana. Lakini katika jawabu la Luther ilionyesha jinsi anavyolipenda kanisa na ukweli wa Biblia, pia kwamba yuko tayari kujibu maswali yote kuhusu mafundisho yake na kukubali wakuu wa chuo aliofundisha watoe uamuzi wao juu ya mafundisho yake. Lakini alikanusha mambo ya maaskofu kwamba akane imani yake bila kumthibitisha kosa lake. Wao walikazana tu kusema, kana imani yako, kana imani yako. Luther aliwaonyesha kuwa msimamo wake unatokana na maandiko matakatifu na hakuweza kukana ukweli. Mjumbe wa Papa aliposhindwa kumthibitishia Luther kosa kutokana na Biblia, basi wafuasi wa Rumi wote wakamzoea na kumtukana, wakimwita kuwa mhalifu wa mapokeo ya wazee na mzushi na kadhalika. Wala Luther hakupata nafasi yoyote ya kusema. Baadaye alipata ruhusa ya kutotaka kuonyesha majibu yake kwa maandishi. Alipomwandikia rafiki yake, alisema mambo yaliyoandikwa yanaweza kutumiwa kumhukumu mtu mwingine. Pili, mtu anaweza kutatanika kwa hofu, wala si tu kwa dhamiri, wakati watu wanapopayuka kwa majivuno na maneno mengi ya ovyo ovyo. Wakati mwingine Luther alipofikishwa barazani, alieleza wazi msimamo wake ukiungwa mkono na maandiko matakatifu. Alisoma maneno yake yaliyoandikwa katika karatasi. Baada ya kuyasoma kwa sauti wazi, akampa askofu mkuu hiyo karatasi. Askofu mkuu aliitupa kando huku akimlaani Luther na kusema ni wingi wa maneno maovu ya kivivu yasiyohusu. Sasa Luther akakutana na askofu mwenye kiburi, akamgusa kwenye siri yake, akagusa mafundisho anayowafundisha kanisa ambayo ni mapokeo matupu. Askofu akijana ghadhabu alipaza sauti, kana imani hiyo, au sivyo nitakupeleka Rumi. Akarudi kusema tena, kana imani, au sivyo hutaonekana tena. Basi Luther na rafiki zake wakaondoka, huku akisema wasitizamie kuwa atakana imani. Askofu hakukusudia kwa mambo yatakuwa hivyo. Basi wakabakia wakitizamana kwa mambo yaliyotokea na kwamba mpango wao umeshindwa. Mkutano mkuu uliokutanika uliweza kupima kati ya watu hao wawili roho ya aina gani walionayo na msimamo yao. Ukweli ujidhihirisha uliko. Luther alikuwa mtulivu, mwenye ukweli na imani, mjumbe wa Papa mwenye majivuno bila kuwa na neno lolote la Biblia lenye kumuunga mkono, huku akipiga tu kelele, kana imani, au sivyo utapelekwa Rumi. Kuponyoka kutoka Augsburg, rafiki za Luther walisema kuwa ni kazi bure kuendelea hukaa Augsburg. Kwa hiyo ingefaa aende zake Wittenberg bila kuchelewa, na tahadhari kubwa lazima iangaliwe. Basi kesho yake asubuhi mapema akaondoka akiwa amepanda farasi, akifuatana na kiongozi aliyechaguliwa na hakimu. Aliondoka kungali giza, akapita katika barabara za mji kisirisiri. Adui zake walikula njama ili wamwangamize. Wakati huo alikuwa wasiwasi na maombi mengi. Alifikia mlango mdogo wa ukuta wa mji, alifunguliwa, akapita pamoja na kiongozi wake. Kabla mjumbe wa Papa hajafahamu kuondoka kwa Luther, alikuwa ameenda mbali na ilikuwa ni vigumu kumpata.
Mjumbe wa Papa alipopata habari kwamba Luther ameponyoka, alighadhabika mno na kujaa uchungu. Alitumaini kujipatia sifa bora na kumkomesha mkorofi huyu anayevuruga kanisa. Kwa barua aliyomwandikia Mfalme Frederick wa Saxons, alimlaani Luther kwa uchungu mwingi, akimtaka mpeleke Luther Rumi au ampige marufuku huko Saxons. Mfalme Frederick hakuelewa vizuri mafundisho ya Luther, lakini alivutiwa sana na ujasiri na usemi wake. Frederick alimleta Luther mpaka athibitishiwe makosa yake. Katika majibu ya barua ya mjumbe wa Papa, Frederick alisema, kwa kuwa Dr. Martin Luther alifika mbele yako huko Augsburg, ungeridhika. Hatukukutumaini kuwa ungemlazimisha kukana imani yake bila kumdhihirishia makosa yake. Hakuna mtu mtaalamu ambaye ameniambia kuwa mafundisho ya Luther ni mapotofu, yampingayo Kristo na ya uasi. Mfalme aliona kuwa kazi ya matengenezo ya kanisa ambayo inafanywa na Luther inahitajika sana. Alifurahi sana kwa kuwa hali ya kanisa inaleta mvuto mzuri. Mwaka mmoja tu ulipita tangu Luther alipoandika yale maneno 95 kwenye mlango wa kanisa, na maneno hayo yalienea kila mahali na kusababisha watu wengi wasome maandiko matakatifu. Wanafunzi waliokuja kusoma hapo Wittenberg mara ya kwanza waliinua mikono yao mbinguni wakimtukuza Mungu kwa kuwezesha nuru ya Injili na kung'aa katika mji huo. Luther hakuachana na mambo yote ya Rumi aliyokuwa akifuata. Aliandika na kusema, lakini ninaposoma maagizo ya Papa nashindwa kuelewa. Sijui Papa mwenyewe ndiye mpinga Kristo au mitume wake. Kwa hiyo Kristo huwakilishwa kwao kwa makosa sana na kusulubishwa kwake. Rumi alizidi kukasirishwa na mashambulio ya Luther. Hapo wapinzani wa shupavu wa Luther, madaktari katika vyuo vikuu vya Katoliki, walitangaza kwamba mtu atakayemuua Luther ataachiliwa dhambi zake zote kabisa. Lakini Mungu alikuwa mlinzi wake. Mafundisho yake yalisikika kila mahali: mashambani, katika nyumba za watawa, katika nyumba ya fahari ya wakuu, katika vyuo vikuu na katika majumba ya wafalme. Wakati ule ule Luther aligundua kuwa ukweli wa kuhesabiwa haki kwa imani ulikuwa unaaminiwa na mtengenezaji mkuu wa kanisa, Hus, mtu wa Bohemia. Luther alisema, sisi sote, yaani Paulo, Agustini na mimi, tumekuwa waasi tukifuata ukweli huu bila kujua. Ukweli huu umehubiriwa tangu karne iliyopita na kuchomwa moto. Luther akiandika kuhusu vyuo vikuu alisema, naogopa kwamba vyuo vitageuka kuwa mlango wa jehanamu kama haiwezi kutia nia ya kuchunguza Biblia na kuifuata na kuifundisha kwa vijana. Kila kituo cha mafunzo ambapo neno la Mungu halijaliwi lazima kitapotoka. Lilienezwa kote katika Ujerumani. Taifa zima lilitaharuki. Wafuasi wa Papa wakamtaka Papa amchukulie Luther hatua kali. Basi mara moja amri ikatolewa kuwa mafundisho ya Luther yalaaniwe na kupigwa marufuku, na tena Luther na wafuasi wake wote, kama hawataikana imani yao, waharamishwe. Jambo hili liloamriwa lifanyike lilikuwa la hatari kuu kwa matengenezo ya Luther. Hakuwa gizani kuhusu tufani iliyokuwa tayari kuvuna juu yake, lakini alimtumaini Kristo katika matokeo yote ambayo yangetokea. Alimtaka na kusema, yale yatakayotokea mimi sijui, wala sijishughulishi kuyajua, maana sivyo kama vile jani la mti liangukavyo bila amri kutoka kwa Baba. Basi kama ni hivyo, sisi je, utunzwa kiasi gani? Ni jambo rahisi kufa kwa ajili ya neno, ambaye neno alifanyika kuwa mwili, naye mwenyewe alikufa. Wakati amri ya Papa ilipomfikia Luther, alisema, mimi naidharau amri hiyo na kuilaani, yaani ni ya kidhalimu tupu. Kristo mwenyewe ndiye alishutumiwa. Mimi najisikia kuwa huru rohoni mwangu, maana najua kuwa Papa ni mpinga Kristo na kiti chake cha enzi ni cha Shetani mwenyewe. Walakini utawa wa Papa haukuwa bila misukosuko. Watu dhaifu wasio imara walitetemeka kusikia amri hiyo. Wengi walipenda maisha haya. Je, kazi ya Luther, mtengenezaji wa kanisa, itakwisha? Luther hakuwa na wasiwasi. Kwa ujasiri mkuu aliilaani Rumi, kuichomelea mbali amri ya Papa mbele ya watu wengi wa hali zote. Akasema, mashindano ya ajabu yameanza. Mpaka sasa tumekuwa tukicheza na Papa. Mimi nimeanza kazi hizo
kwa jina la Mungu, na kazi hii itamalizika bila mimi, ila kwa uwezo wake. Nani ajuaye kama Mungu hakuniteua na kuniita? Na iwapo hawaogopi kunidharau mimi, hawajui kuwa wanamdharau Mungu. Mungu hachagui mtu mkuu wa dunia ili awe nabii au kuhani, bali huteua watu wa hali ya chini, watu wa kawaida tu ambao hudharauliwa na watu, hata wachungaji kama Amosi. Katika kila kizazi watakatifu wa Mungu iliwapasa kukemea hata wafalme, watu wakuu, watawala na wenye hekima, ili wasiangamie dhambini. Sisemi kuwa mimi ni nabii, bali nasema kuwa lazima waogope, kwa sababu mimi niko mmoja na wao ni wengi. Nina hakika ya jambo hili, kwamba neno la Mungu liko ndani yangu na kwamba wao hawana neno hilo. Walakini Luther alipita katika mashindano makuu. Alipoamua kutengana na kanisa la Rumi, alisema, lo, ni maumivu kiasi gani yamenipata, ingawa Biblia inaniunga mkono kwamba ni sawa kabisa kusimama imara katika kupigana na papa na kumtaja kuwa ni mpinga Kristo. Ni mara ngapi sikujiuliza swali lile la uchungu kiwa ambalo lilikuwa likitamkwa na papa kila mara, kwamba je, wewe peke yake ndiye mwenye hekima? Je, watu wote ni wakosefu ila wewe tu? Itakuwaje basi ikiwa wewe ndiyo mkosaji na kuwakosesha wengi wapate kuangamia? Hivyo ndivyo nilivyoshindana na nafasi yangu na Shetani pia, mpaka Kristo kwa rehema zake aliukaza moyo wangu. Kwa neno lake lisilo na makosa nikaondolewa mashaka. Amri mpya ya papa ikatokea kusema kuwa Luther ameharamishwa kutoka katika kanisa la Rumi, akilaaniwa na kutukanwa vibaya kama mtu aliyelaaniwa na mbingu. Pamoja na hayo, wote watakayofuata mafundisho yake wamelaaniwa pia. Watu wote walioitwa na Mungu kuupeleka ujumbe kwa wanadamu watapata mapingamizi. Katika siku za Luther kulikuwako na ukweli uliohusu wakati. Siku hizi kanisa linao ukweli wa wakati huu. Ukweli huu hauthaminiwi na watu kama vile haukuthaminiwa na papa na wenzie siku za Luther. Wanaotangaza ukweli wa wakati huu wasitizamie kuwa utapokewa na watu wengi zaidi ya ulivyopokewa hapo mwanzo siku za akina Luther. Mapambano makuu kati ya ukweli na uongo na kati ya Kristo na Shetani yataendelea na kuzidi mpaka mwisho wa historia ya ulimwengu. Soma Yohana sura ya 15 mstari wa 19 na 20, Luka sura ya 8 mstari wa 26.